Tunaongea na watu kwa mambo ya ukombozi. Bwana Mungu anaelewa. Tunapenda kuomba. Nitaeleza tu kwa ufupi bado muda tunao. Natamani tumie dakika 15 kueleza kwa ufupi. Hapo tukaombe. Wewe omba tu na Mungu. Amen. Taeleza kwa ufupi afu tukaombe. Kanisa la Mungu haleluya. Bwana Mungu haleluya. Kwa sisi ni wana wa Mungu tuliokoka. Tumeitwa ili tuwe warithi wa baraka zote za Mungu. Kama na wanaamini kama nimesema amina. Sisi tumeokoka na ni warithi wa baraka za Mungu. Maana ni watoto wa Mungu. Tunaposema hivyo ina maana kubwa. Kama vile mtoto wako anarithi baraka zako wewe. Biblia inasema nyumba na mali ni urithi apatao mtoto wa nani? Kasoma Biblia. Kwa mujibu wa kitabu cha Mithali, kitabu cha Mika na vitabu vingine vingi. Biblia inasema nyumba na mali ni urithi apatao mtoto wa nani? Toka baba yake na toka wazazi wake, yani anapata ni urithi na upata mtu. Na kwetu tuna ushahidi wengine wamerithi nyumba za familia zao wako. Amen. Na wana haki zote, wanaumiliki, wana sifa za kumiliki kwa sababu ni haki kwao, ni mali ya wazazi wao. Hivyo hakuna kuwapora wala kunyang'anya, wala hakuna naye wakuguzi. Kama ukununua ndio sikununua, lakini ni baba. Sikununua ndio, lakini ya mama, ni ya wazazi wao. Amen. Kuna haki ya kupata mali kwa sababu za wazazi wake. Sasa kwa sababu hiyo, kama wana wa Mungu na sisi tuna haki. Kama tukijua kwamba Mungu ni baba yetu kwa mujibu wa maandiko. Lakini hata kama maandiko bado inajulikana Mungu ni baba yetu. Kwa sababu ndiye aliyetuumba, ndiye alitufanya sisi tukaanza na baba yake. Tukijua hivyo ni rahisi kukaa katika kusudi lile Mungu alitutia. Na moja ya kusudi tukarithi baraka zake. Utaniambia kitu iko hivi. Biblia inasema ninakwenda kwa baba. Nakwenda kuandaa makao, na kwenda kuandaa makao ili nilipo nanyi muwepo. Anaelewa kana? Mungu anaandaa makao, anaandaa makazi. Kazi ya kujenga ni Mungu anaifanya. Sisi tunakwenda kukaa kwenye mji wa baba yetu aliyouandaa yeye. Kwa nini tunakwenda kukaa kama watoto wa baba? Kama watoto wa Kristo. Tunakwenda kukaa mbinguni kwa baba milele na milele. Hatutabuguziwa tena. Hatutaishiwa tena. Hatutaona njaa tena. Hatutabezwa tena. Hatutasimama kutekwa tena. Hatutaona majuto tena. Kwani tuko salama kwenye mikono kwenye mji wa baba yetu mbinguni milele. Iko Yerusalemu inaandaliwa milele. Lakini anaandaa mtu mmoja tu. Anaingia gharama kwa miaka yote 2000 iliyopita. Anaendelea kudesign. Nasema nuru na taa ni yeye mwenyewe ameandaa. Nimekula kuna jua wala mwezi, kwa kuwa mwanga ni yeye mwenyewe. Sisi tunakwenda kufaidi mwanga ambao ni yeye mwenyewe. Kwa tufanye na faidi kama wana kwa baba yetu aliye hai. Haleluya. Tunakwenda kufaidi kama wana kwa baba. Hatabuguziwa tena. Ukisema kutengeneza ndio kutengeneza, lakini yuko baba alitengeneza kwa ajili yetu sisi. Ndio haki yetu kwa Mungu. Sasa leo tunakwenda kudai nini? Tunakwenda kuomba ukombozi kwa sababu hapa dunia hii bado ni mahali baba yetu aliye hai. Ametupa tuikalie, tuifaidi kama wana wa Mungu aliye hai. Na kuna mambo mengi ambayo hayaendi sawa sawa. Lakini kiukweli bila yawe ya kwetu sisi wana wa Mungu. Kama wana wa Mungu, kuna mahali tumepoteza haki kwa kupona hawa maharamia. Wana wa Mungu, una haki ya kufurahi. Una haki ya kuwa na afya. Una haki ya kumiliki fedha. Una haki ya kuoa. Una haki ya kuolewa. Una haki ya kusoma. Ule ukwama na ukuta tunakwenda
haki kama wana Mungu. Huu mji ni wa baba yetu aliye hai. Kanisa la Mungu, hatujaitwa tujute. Hatujaitwa tuishi kwa mateso, tuishi kama wakimbizi, tuishi kama watoto haramu. No, si watoto halali wa baba. Hii dunia aliyeyumba ni baba yetu aliye hai. Lazima tuiambie, tutolee matunda ya haki kama wana kwa baba yetu aliye hai. Wana Mungu, haleluya. Kanisa la Jehova, haleluya, haleluya. Ashukuriwe Mungu wa kirote tuko kwenye maombi. Amen. Ndio maana hapa nilikuwa naonekana kwa vipande sana. Bwana amefanya. Mungu abariki sana Mungu kuliko. Lakini Mungu yeye wote mliomba ndani ya wiki yote lazima matatu ya moto hiyo pamoja hapa. Mungu abariki mliomba kwa ukamilifu. Mungu awape neema. Tunahitaji kwa hivyo. Amen. Yes. Yale ambayo tunataka ni kuyakataa na yanaondoka kwa tuna Mungu. Kanisa la Mungu, haleluya. Kanisa la Mungu, haleluya. Kikubwa tu ni usichanganye na siasa. Wewe ni mwana wa Mungu, huyo alipo. Kanisa la Mungu, haleluya. Sisi ni wanadhiri wa Bwana. Wewe ni kinywa cha Jehova aliye hai. Kanisa Mungu kupendeza. Hebu tuangalie Marko kidogo. Pengine nianze kwa kidogo. Soma kitabu cha Kutoka 23. Kutoka 23 mstari 25. Mstari mmoja tu. Anasema twende. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Naye atakibarikia chakula chenu. Rudia. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Unaona faida ya kumtumikia Mungu? Anaeleza nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Naye atakibarikia chakula chenu na maji yako. Anasemaje? Tunaanza siku na Mungu anasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Sisi Mungu ametupa neema moja tu, kazi moja tu, kumtumikia. Tumwabudu, tutunze utakatifu. Tumepewa hiyo zamana moja tu. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Alafu yeye naye atakibarikia chakula chenu. Yaani wewe utamtumikia Bwana Mungu wako. Alafu kazi yake Mungu ni kukibarikia chakula chako na maji yako. Na maji yako. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Namba 3, nami nitakuondolea nini? Ugonjwa kati yako. Nitakuondolea ugonjwa kati yako. Alama nani mtamtumikia Mungu? Hapo tutamtumikia Mungu. Kazi yake Mungu kwetu na kwako nani? Jambo la kwanza, atakubariki kwa chakula. Utakuwa nacho tele. Namba 2, ataponya maji yako. Hayataingia tabu, maana maji hayatamkataa. Wana Mungu. Lakini namba 3, anasema atakuondolea ugonjwa wako. Ndio tunasema. Yaani tabu yoyote ambayo unaiona kwenye mwili wako, kama Bwana ishinde leo hapa tuagane nayo. Tunamjua Mungu aliyetuita. Na maana hiyo tunasema basi hapo ndio. Wana Mungu, hebu tuoteshe hapa. Mungu ametuahidi mtanitumikia. Alafu mtanitumikia, yaani ile kazi yenu kunitumikia. Ndio kazi mliopewa. Nitumikia mimi Bwana wa majeshi. Mtanitumikia. Alafu kazi yangu kwenu ni kuwapa chakula cha kutosha. Alafu namba 2, mtaponya na maji yenu. Mtaponya maji yenu. Namba ya 3, hata mtakuondolea ugonjwa wote. Kama ulimpata kwa njia ya dhambi, kwa njia ya magano, si maonezi ya adui, ulikanyaga mitego, bila za adui, ulipewa kwenye maji, Bwana atakuondolea ugonjwa wote. Kwa nini? Tumetimiza kazi ya kumtumikia. Tumekuwa wana wa Mungu. Tumekubali tunapokusanyika hapa. Tusingekuwa na imani zilikuwepo hapa. Uliona inapingana na bado sababu huna imani, uliona Bwana huna imani. Mimi sinapingana. Kwa nini ile hali ya kutoka nyumbani kuja hapa? Tayari unaonyesha imani kwa Mungu wako. Umekuja kumtumikia Bwana Mungu wako. Haijalishi ukoje. Wewe nani mtamtumikia Mungu?
Ukiona mambo mengine kama hayaendi sawa, ndani ya mwezi huu tumeandika mtumane kitu. Tukajaribu tuombe jambo gani kwa hapo. Watu kama hivyo. Watu tunaomba bado. Tukaje tume maombi ya ukombozi. Chochote ambacho kilitoka ambacho inabidi kama ni haki yako. Unajitabisha uone matunda. Uone kusogea. Na tukamwite Bwana kila mtu kwa sehemu yake. Kama hitaji lako ni afya, focus kwenye afya tu. Usiombe kinaombe afya. Kama hitaji lako ni mtaji, wekeza kwenye mtaji tu. Usiombe kingine. Omba mtaji tu wako. Mungu mtaji tumikia na mitawabarikia. Ni ahadi za Mungu. Tumwambia tuwe kutumikia. Tunangojea baraka kwa muda mrefu. Leo Bwana afanya hapa. Waliokuwepo Jumani kawaambia, Bwana sema mnikumbushe na tuojiane. Tueleza hapa. Leo Bwana sema mtanitumikia msema. Kwa Mungu aliahidi leo tunarudi kumwambia Bwana. Ulituahidi utapata chakula cha kutosha. Ulituahidi Bwana pamoja yote. Mbona bado pamebaki? Tumwambie Bwana afanya tena hapa. Hatutamwabudu kwa mateso na mgali. Hatutamwabudu kwa usuru na mgali. Lazima Bwana leo afanye. Bibi zikisikiza watu. Bwana ashiria neema juu yako. Bwana Mungu wewe. Mtamtumikia Mungu. Bwana Mungu wewe. Mtamtumikia. Nani atawapa chakula? Atawapa maji. Ataponya magonjwa. Bwana Mungu wewe. Bwana wa juu, haleluya, haleluya. Hili neno la Mungu aliyehamia. Hebu tuone Yeremia 15:21. Anasema mfungue kama hivyo. Unanichelewa sipi na muda wangu hapa. Amina. Yeremia 15:21. Amina. Yeremia 15:21. Neno la Bwana linasema. Ndio. Nami Yeremia 15:21. Nami nitakuokoa na mkono wa watu wabaya. Nami nitakuokoa na mkono wa watu wabaya. Nimesema hata kama ugonjwa ulitopigwa. Leo Bwana yuko kazini hapa. Tutawapandia tofauti. Wewe mtoni, wewe baharini, wewe kwenye mapango, kwenye mito, kwenye nyumba zao, awe mdogo mkubwa. Yaani kwa njia zozote, awe mjomba, awe shangazi. Nami nitakuokoa kwa mikono watu wakisahau. Baada ya kumtumikia Mungu, Mungu alitoa ahadi. Angetuokoa na mikono ya maadui, watu wakisahau. Mungu ameahidi kutuokoa. Baada ya kumtumikia kwa wema, faida yake ni kuokoa na mikono ya maadui, ya watu wakisahau. Anasema hivi, nami nitakukomboa. Nami nitakukomboa katika mkono wao wenye kutisha. Nami nitakukomboa katika mkono wao wenye kutisha. Bwana Mungu haleluya. Hiyo ndio ahadi ya Mungu. Hata kama ulipewa siri, lakini Bwana kukazini leo hii, tukaombe kila mtu kwa sehemu ya kwake. Au kutoka kama ulivyokuja. Tutaanza na mateso leo hapa. Tutaanza nayo. Kwa nini? Tunaye Yehova aliye hai. Ahadi zake zinasema siku zote. Aliwaahidi wana wa Israeli miaka 400 ilipotimia, kwa mkono wa Musa na mtoto wa Midiani, akawatoa na Israeli kwa Misri, akawarudisha kwenye nchi ya kwao. Ahadi za Mungu zisizokosewa. Akisema miaka kadhaa inapotimia Bwana anafanya. Leo Bwana atimiza kusudi lake. Saa ya wokovu imefika leo hii. Bwana ametaka tuombe ukombozi. Tukiingia kuomba, Bwana afanye njia. Tunaomba usiku wa hapo mniomba bado. Alikuja niomba, hamjachoka naye bado. Moyo wangu kaingia maumivu makubwa. Wani niliwashirikisha usiku tukaingia kuomba. Na leo Bwana tukamwita Mungu afanye jambo. Haya mateso tutakayo mpaka lini? Hii tabu taishia mpaka lini? Tutabaki nao mpaka lini? Tutamwabudu Mungu kwa huzuni mpaka lini? Yatosha. Mungu atamtumikia Mungu na ataiondoa tabu. Kelele tunataondoa na mikono ya watu wenye nguvu, watu watisha akutoa. Leo Bwana kuchomoe. Hata kama alifutia nafsi yako, Bwana kuchomoe. Haiwezi kutolea sadaka ya namna gani? Iko sadaka iliyoingia msalabani pamoja.
inamwomea mtini yeye mwenyewe kwa sadaka kwake. Kuna sadaka inayoshinda sadaka ya damu ya Yesu Kristo ya hai. Hakuna sadaka inayozidi mwili wake Baba mwenyewe kutoka ndoa. Tunao sadaka ya ukombozi inawalia mema siku zote. Ile kutoa huko unatembea njia unaelewa ni mzee. Kama ni vitu vya 18 tu. Kama shetani kuweka kofia ya uzee. Hakuna kutamani. Kwani kwa sababu roho ya wanadamu ni kwako. Leo Bwana kuchomoa hapo. Leo Bwana iwe juu yako. Kama wana wa Mungu. Tunatumikia ukawema. Na ukawema watu wakishao. Nilisema Jumamosi siku Jumanne nikatoa mfano nasema sikiliza. Mpaka nifika mahali watu watafuta kumbeka. Nilisema wangu angalia ndoa nyingi zinasumbua kwa sababu wanawake. Nilisema ukitaka upate mke mzuri wewe kupita njia. Wewe mfuate zingine nyumbani kwa hizo shughuli zake. Aliona kawika kwa hivi akamaliza hivi na hivi. Nilisema yeye ndio choko hii. Hata ameenda bafuni anasema amechosha na ile wiki alipotoa tu hakuna na upara. Sasa mwanamke anajipara kama mwanamke. Ndio anaanza sasa mimi una kiburi, hana kiburi chochote. Kumbe kiburi ni kusema ni ile upara alipoona. Aliulizaga mtu sasa wewe baba wale fuata kwako saa ngapi? Saa 3 asubuhi. Nilimwona kwa mara ya kwanza na yeye acha nimfuatilie kwanza nione kama macho ndio yale. Mtamtumikia Mungu kawe. Nikamkuta na bango la walikuwa wanakula karanga walikuwa wanakula karanga kule kwao. Nilipokuwa hapana ndio wangeenda kama. Nikaanza mipango maana sasa hivi bado Wana Mungu sallallahu alaihi nani mtamtumikia Mungu kwa wema? Kwa wema. Abunaya tafadhali atakupa chakula cha kutosha. Chakula cha kutosha. Mwambie tunaelewa lakini wana Mungu tumeitwa. Sisi hatulishi majumba tu kama tunavyosema. Mbinguni toshi. Wameenda imbaji hapa. Mara ya kwanza wapi? Petro alikuwa na akili. Tumeacha vyote. Faida kuabudu Mungu ni ipi sasa sikiliza mwanangu. Yaani mkono unalipa. Hakuna aliacha kazi zake nyumbani. Akaenda kwenye ibada. Akajua. Hakuna alipata ni Mungu. Akakubali kunipa maisha yake ni muongoze mimi. Hapo nikamwambia kwenye makorongo. Sio Mungu. Ana Petro. Zile nyamu utazikumbuka tena. Maana tukamwambia hapa kwenye wakati huu. Kisha ufalme ujao mbinguni. Mungu atuahidi. Na hapa ndio kushirikiza ahadi zake. Wote na mtumikia Mungu ameahidi na mmoja tu. Kama kwanza kuhamia hapa duniani. Atakuokoa na mkono wake unaotisha. Haleluya. Hebu tuangalie maandiko hapa. Niko maandiko ya kusikia. Bwana Mungu haleluya. Kanisa la Jehova haleluya haleluya. Leo tuombe ukombozi. Omba kwa kumaanisha. Sio na hali yako sijui. Leo Mungu ananiambia hapa sijui. Bwana sio tajiri yako. Kila mtu usiombe kanisa. Yaani usiombe kanisa. Yaani usiombea na kwako. Yaani usiombee wewe. Leo hii nitaombea wote kwa jumla. Lakini wewe usiombee binafsi. Mimi nitaombea wote sina kujiombea. Mimi kufanikiwa kwangu ni kuona kwa na afya. Furaha yangu ni kuona nafanikiwa. Furaha yangu ni kuona mabadiliko kwa wewe na uzuri. Ndio furaha ya kwani. Mimi nitakuombea. Nitakwenda mikono na mtu wala nitapita kwako. Nitaweka mkono juu yako. Nitakuombea juu yako. Hata niambie kama kinakusumbua. Tunakimoa leo hii. Na lazima hata wale njoo kinachoendelea nikifanya nyumbani. Akirudi kwako tena. Wewe jiombe peke yako. Siombe tu na mtoto wako, ombea wewe na mtoto wako. Siombe wewe, usiombe
kanisa, usiombe mpangaji wa kanisa, usiombe leo tayari tuko mambo kwa unajikoa wewe. Tunatoka mikononi mwa watesi, tuchoshwe na njaa, tuchoshwe na ukame, tuchoshwe na kutomiliki fedha, tuchoshwe na kuishi maisha ya ufukara, tuchoshwe nayo. Tumwambie Bwana uti mkuu uliotuambia mfumo wako unataka wacheke mfurahi, ndio mfumo wako Mungu. Tuingie kuomba kidogo. Mungu atakuwa kimeficha unataka wapi? Nani atumia baraka zako wewe? Nani atumia baraka zako wewe? Hata wewe unaweza kuona sabika. Nani atasema? Tunaingia kumwambia Bwana hapa. Ili Bwana ajeshe ndio tematika. Na atakuwa mikono ya watu wapisha nao. Atakuondoa huko. Hata kama yeye kumiliki mingi pesa zako, Bwana atarejesha kwako tena. Wewe tendea afya yako. Bwana arejeshe tena. Ufanye kwa kile mchana wa leo. Bwana umejaa jipe juu yako. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Sasa na hii hana kusumbua. Sio kama unashindwa kusaidia. Anataka kwanza wewe uchoke nayo. Anakutamka mwambie Bwana, hii sio haki yangu. Na tamanamu nimeona Bwana mkweli sio haki yako. Bwana wewe kitawachelewesha. Waelezea na kugedoa matofali tu pale. Waelezea na fimbo. Waelezea mazingira yote, lakini alipofika kama haya ndio sio haki. Walipokubali kumwita Mungu, Bwana akatuma mtu wako watoke maisha. Wangenyamaza wangebaki kule kule. Mungu anawaelezea, lakini walipochoshwa wakalia kwa Mungu. Bwana akasikia kilio chao. Akatuma mtu akatoka Midiani, akatoa Israeli, wakarudi nyumbani kwake. Tunarudi mahali pa haki yetu. Sana tunarudi haki yetu. Wadai haki kwa Mungu, dai haki, dai haki. Dai haki kwa Mungu. Haki yako ni aje, dai kwa Mungu. Tumsifu kwa wema. Turuke mbele za Mungu. Usije kuruka kucheka Mungu. Unajiachia kwa Mungu. Kwa nini? Tunamsika na mazingira yote. Kama hapa ni kwa Mungu, Bwana hapa ndio kikwazo. Acha neema yako itendeke hapa. Nipate hapa ni kwa Mungu kwa wema. Kama ni kwazo ni njaa, mwambie Bwana ndani mwangu unga ni shida. Bwana fanya jambo hapa. Ama atakupa chakula, atakupa maji, atakupa na afya. Anaona mikono ya watu watatu wakisha hao. Atakukomboa huko. Ahadi ya Mungu haijawahi kosea. Haijawahi kuwa. Bwana Mungu haleluya. Sasa hebu tuende kwa mambo mengi. Kwa mambo mengi. Tuende kitabu cha Zaburi. Zaburi 12:5. Twende anga. Twende. Kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge. Kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge. Kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji. Kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji. Sasa nitasimama. Sasa nitasimama. Anasema nani? Bwana anasema kwa ajili ya kuugua kwao. Kwa ajili ya kuonewa kwao. Sasa mimi Mungu nitainuka. Nitasimama. Bwana akasimama juu yako. Aone kuugua kwako. Aone kuonewa kwako. Sasa tunamwambia Bwana simama juu ya hili. Bwana simama juu yako. Bwana Mungu haleluya. Ni haki yako. Anataka Mungu imwite kwa ajili ya kuugua kwao. Kwa ajili ya kuonewa kwao. Sasa nitasimama. Anasema akisimama. Asema Bwana. Asema Bwana. Nitamweka salama yeye. Nitamweka salama yeye. Nitamweka salama yeye wanayemfionya. Ndio msali. Kwa ajili ya kuonewa kwao. Kwa ajili ya kuonewa kwao. Kwa ajili ya kuugua kwao. Kwa ajili ya kuonewa kwako. Kwa ajili ya kuugua kwako. Anasemaje? Sasa nitasimama asema. Sasa nitasimama asema Bwana. Nitamweka salama yeye. Nitamweka salama yeye wanayemfionya. Wamekufanya kwa kitu. Bwana akuweke salama usoni. Walikukatia tamaa. Walikuwa wanataka kuona uhesabiki. Bwana kuhesabika katika jamii. Akuweke salama. Bwana Yesu akuweke salama. Tunamwita Bwana asiyeshindwa. Akuweke salama. Katikati ya maoneshi. Katikati ya kugua. Katikati ya watu waliokufiona. Bwana akuweke salama. Bwana Mungu haleluya.
Kanisa la Jehova Haleluya. Ama wao waliokuwa na kufa. Bwana akakuweka salama. Tumemkimbia Kristo tusiaibike milele kwa haki asipokuwa. Nimesema kwamba wewe binafsi na kwa maandiko tunaanza dakika 10 tu hapa tunaanza toka. Bwana afanye njia. Yaani usitoke kama ulivyokuja. Damu wa moyo kama ni mpango kazi wako. Lakini kama si haki yako, kama Bwana isivyo, hautatoka kama ulivyokuja. Wewe tu unapata hela. Kwenda kuona uhitaji kila siku. Piga huko kwa mgonjwa, piga huko usijisahau. Haiwezekani. Bwana akukomboe wewe. Kanisa la Mungu haleluya. Hebu huyo msemaji. Kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji. Sasa nitasimama, asema Bwana. Hebu tuende Isaya 35. Mstari wa 10. Na kuandiko mengi hapa. Isaya 5 mstari wa 10. Amina. Isaya 35 mstari wa 10. Ndio. Bwana anasema. Na hao waliokombolewa Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi. Watafika Sayuni wakiimba. Na furaha ya milele. Sio tukifika Sayuni kukua, watafika wakuimba na furaha ya milele. Itakuwa juu ya vichwa vyao. Kwa nini wajua ndio vyao kwenda sana basi? Nao watapata kicheko na furaha. Huzuni na kuugua bila kukimbia sana wale kutoka hapo. Watakuwa na furaha katika vichwa vyao. Kwa nini wana furaha? Anasema huzuni na kuugua vitakukimbia. Mungu anakuambia jiunge tu kwa mapambano. Mungu anatamani utamke ave afanye. Anawaambia hapa tuomea wewe kipofu, wataka nikufanyie nini? Ungekuwa wewe ungesema mzee, wewe unasema ni Mungu hapo naona. Baada ya kufunga macho yangu mpaka niulize. Kwa njia katika jue. Kama nataka yeye. Anataka nini? Yamkini Mungu anajua teso lako, nataka utamke Bwana utosha. Wataka nini? Sana unataka nini? Bwana fanye juu yako na inawezekana. Amen. Hebu tuende. Kumbuka zoea mnawaza kushizana. Na kwa mistari michache ili nikali tukaombe. Tuende. Neno la Bwana linasema, ndio, hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Bwana Mungu wenu ataweka utisho wenu na kuhofiwa. Na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote. Ndio. Mtakaoikanyaga. Ndio. Kama alivyowaambia. Endelea. Angalieni na mawekea mbele yenu hivi leo baraka na laana. Amen. Tuendelee sote. Baraka ni hapo mtakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wenu niwaagizayo leo. Na laana ni hapo msiposikiza maagizo. Anasema nitaweka baraka na laana. Tumechagua fungu jema na mtu hapa. Ajawa bila budi wakati. Uliacha umbea, uliacha masengenyo, uliacha dhambi, ukakubali kwa mfuasi wa Kristo. Mungu ameahidi aliacha yote ambayo ni maovu. Anaandika kwa gani? Nikamjilia lakini pale nikamenya laana. Sasa umeshatoka huko. Bwana kasiye mtenda kwa Mungu na kutumikia kwa wema. Asante huyu hapa pameandikwa. Nisema Mungu anaendelea neno kwa gani? Kulitimiza. Bwana alitimiza neno lake siku chache leo. Afanye jambo juu yako.
Bwana Mungu haleluya. Ama baraka ni pale tu, maana baraka ni haki yako wewe mwana wa Mungu, mtoto wa Mungu, una haki. Nilisema sisi hatuishi, yaani hatuli tunachokipata. Ifike mahali tutoke huko. Maisha ya kuwa tunachokipata, tutoke huko. Tule tunachokitaka. Sema wake anafanya Mungu afanye. Kwa tukamwambia Mungu, tupe na mafanya hapa. Utamani ule dagaa. Amen. Hebu twende. Isaya 43 mstari 25 twende. Amina. Isaya 43 Unataka mstari 25 sorry. Amina. Isaya 43 mstari 25. Neno la Bwana linasema, mimi naam mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Nimeleta hivi twende. Mstari mmoja tu. Ndio mstari. Mimi naam mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Mstari twende Zaburi 77 mstari wa 8. Nakuwa maandiko mengi simamia hapa. Tukamwambia Mungu. Tukamweleza Mungu. Tumwambie Mungu waandikwe. Amen. Zaburi 77:14. Wewe ndiwe Mungu ufanyaye maajabu. Uliudhihirisha uwezo wako kati ya mataifa. Tumwambie Bwana ndiwe Mungu ufanyaye maajabu. Uliudhihirisha utukufu wako, uwezo wako kati ya mataifa. Hata wachawi walinyamaza kimya. Waganga walinyamaza kimya. Aliudhihirisha utukufu wake kati ya mataifa. Musa alipoachilia laana, haikutambua mganga kuikwepa. Majibu yalimtandika yeye mpaka wazali wa kwanza wakafa. Walishika adabu. Hata waganga waliowajili Farao kama wamsaidie kumlinda mkio wa cheo chake, walishikishwa adabu. Walitandikwa na majibu mpaka waganga wenyewe. Wachawi na jeuri yao yote wanauweza kuingia kwenye nyumba ya mtu, hata kwa mlango umefungwa bila kufungua mlango. Lakini kwanza mwanamke afanya jambo hapa, alipenyeza majibu yaliyofuata mkanani mwao, hakuna aliyekwepa. Biblia tuambia hivi, Bwana alifanya maajabu katika mataifa, aliwashangaza mataifa kwa maajabu makubwa aliyofanya. Kwa maana gani? Chochote kama kinachoonezi cha mataifa, awe mchawi awe mganga, huwa ilitakia Bwana afanye jambo hapa. Kwa hiyo ana uwezo kubwa, alisema kwa jambo, alishangaza mataifa. Teknolojia Mungu ya target. Acha itwe Mungu tu. Bwana Mungu haleluya. Bwana Mungu haleluya. Unaomba tujubii. Tukaombe kwa Mungu hapa. Mwambie Bwana ndiye ufanyaye mambo ya ajabu katika mataifa. Uliyowashangaza watu wa mataifa, washangaze tena leo kwa muujiza unaonifanyia hapa leo. Sema kwa ishara ya Bwana Mungu. Ishara kwa Mungu afanye kwako sio dhambi. Bwana Mungu haleluya. Bwana waliye juu haleluya haleluya. Kanisa lake Yesu haleluya. Tusimame. Nataka tukaombe hapa. Tukamwambie Mungu mahitaji yetu. Tumwambie Bwana ndiye ufanyaye mambo ya ajabu. Na kwa mkono wako uliwashangaza mataifa. Nataka leo nitokee hapa ufanye. Mara nyingi nampendeza kutolea mfano. Yule mwanamke alikuwa shujaa wa ajabu sana. Nataka uone mfano wewe. Mungu hajashindwa kufanya jambo juu yako. Hajashindwa Mungu. Hawezi kushindwa na hajakushindwa.
alisubiri wakati wao mwandiko kina, alafu yeye afanye. Hajashindwa kufanya jambo juu yake. Bwana Mungu, haleluya. Ukisoma Kutoka 2:9, tunamwona yule mwanamke alifanya jambo la ajabu kwa Musa. Bwana alifanya vitu vya kutisha. Maamuzi yake yanatangazwa mpaka sasa. Tufanye maamuzi mchana wa leo kutoka alitoka nayo. Hata kufikiri uweza Mungu waje tu wewe. Mawazo yako sio ya Mungu. Unajikataa wewe. Lakini unakuwa unachomoka kumfaa yeye. Tumeangalia maandiko pale. Anakuwa nini yafutayo makosa yenu kwa ajili yangu mwenyewe, kwa faida yake mwenyewe. Mungu alikombolea dhambi kwa faida yake, ili ajitwalie tukufu. Tumwambie alifanya. Aliyekusaidia kumjua yeye, aliyekusaidia kumwabudu yeye, mpaka leo uko hapa. Anao uwezo pia wa kutoka hali ambayo unayo sasa. Bado anao uwezo. Kama alikusaidia kuacha ulevi, alikusaidia kuacha uongo, alikusaidia kuacha ukahaba, alikusaidia kuacha umbea, alikusaidia kuacha hasira, alikusaidia kuweka moyo moyoni. Anao uwezo pia atakusaidia kuondoa ugonjwa wako, atakuondolea ugonjwa wako, atakuondolea mateso yako, atakuondolea tabu kwa mkono wake mwenyewe. Aliyekutoka Misri, aliyekuja Kalidayo, aliyekuja familia Yesu. Wewe unamjua Mungu wewe, na familia Yesu unajua Mungu kabisa. Wewe unajua kuomba, ulikuwa hujui kuomba, ulikuwa hujui kusoma neno. Wewe unakuleta mara pa ukwasi. Huyo mchana wale wafanya jambo juu yako. Afanya jambo juu yako. Tunazo shuhuda. Ametoa kusikoelekana. Jamii singeweza. Bwana amekutoa mbali sana. Amekutoa mambo mengi. Hata linaonekana mchana wa leo. Bwana kuondolee. Hali tu ya ugonjwa. Jinsi ulivyodumu nao. Wengine wamelala hawako tena. Pamoja huo Mungu anakusasa ili nitwaje utukufu wake mwenyewe. Tumwambie Mungu yakosa, nikuabudu kwa wema. Sitana. Tuambie matendo yako yanatisha kama nini? Tuambie matendo yako yanatisha kama nini? Yanatisha kama nini? Kama Mungu anatisha kwa mkono wako. Uliomsaidia miili yako. Uliowasaidia watu hawa. Unasaidia kila Sipora, ukawatoa huko. Mungu mchana wa leo na mimi niko mbele za uso wako. Mwambie Bwana, niko mbele za uso wako, niko. Hiari si ya kwangu, wala si ya kwako. Siwezi nikaona uko wangu unaendelea kuzikwa. Mwambie Bwana, iwezekani. Niko mtumishi wako. Unaendeza kwa jina lako Yesu. Mwambie siwezi nikaona uko wangu wanaendelea kula kwa tabu. Mwambie iwezekani. Niko mtumishi wako. Mwambie iwezekani Mungu. Ukawacha waendelea kunitesa. Mwambie iwezekani. Mimi ni mtumishi wako. Mwambie Bwana najua mchana wa leo. Wewe kwenye mitihani usindikiza wameokoka. Unaingia mfuko. Haiwezekani. Bwana afanye jambo juu yako. Wewe ni mwana wa Mungu. Duka lako likaenea watu. Ukahudumia wateja mpaka uchoshe wewe. Haiwezekani kukutenda tu mzekani. Wewe kukutenda tu. Wakona bidhaa mahali waje kwako. No. Mwambie Bwana sababisha hapa. Uliniambia hapa. Haya matunda ni ya kwako. Ni ya kwako. Nyosha mkono. Sema yeye Bwana, naomba utende sawa sawa na wingi wa ulazi wako. Mungu, naomba utende sawa sawa na wingi wa ulazi wako. Bwana utende sawa sawa na wingi wa ulazi wako. Mwambie Bwana, naomba utende sawa sawa na wingi wa ulazi wako. Unione huduma leo hii
Yaani nimechoka nayo. Nimechoka na kuugua huku. Natamani kuhudumia wewe. Nikutumikie kwa wema. Nimechoka na ufukara huku. Natamani kutumikie kwa wema. Nimechoka ni hali. Taya mwenye hali wewe. Ninakamka peke yako. Naomba kama mwambie Bwana. Usimwangilishe na kupita kwako. Nitakuombea napita juu yako nitakuombea. Lakini wewe usiombee binafsi peke yako. Usiombee peke yako binafsi. Shemasi usihudumie mtu. Leo Mungu atahudumia wenyewe hapa. Malaika atahudumia mwenyewe hapa. Kila mtu asimame kwake. Shemasi acha hiyo kazi. Wewe ingia omba tajira kwako tu. Malaika wako hapa. Watahudumia wao wenyewe. Leo Bwana ataona anahudumia kanisa lako mwenyewe. Leo Bwana anahudumia kanisa lako mwenyewe. Hakuna mtu kesimu Mungu. Wewe sio nafasi yake. Funga tu milango acha watoto wenyewe. Ukivuka usipe nje. Simama nafsi yako. Ombea binafsi. Yesu kazini hapa. Malaika wako hapa. Tayari kudunia watu wake. Joshua ni rafiki yako. Nikaona mapesa yako. Yesu ingilia kati. Mungu asionekana. Mungu asionekana. Mungu asionekana. Iya. Mungu asionekana. Mungu asionekana. Mungu asionekana. Mungu asionekana. Kama mgonjwa wa mama huyu. Kama mgonjwa wa mama huyu. Iwe sana mama. Kile sio sababu. Anawaza Mungu anapeleka watu. Anaweza Mungu anapeleka. Katika mtandao hivi na sisao Bwana. Tegua baba mchana wa leo. Tegua baba mchana wa leo. Tegua Mungu mchana wa leo. Iwe sana makao baba. Rekeze tena. Ipo moja kana. Rebesa ya mama. Ikadebesa kuruka. Yaweza ya mama. Ikadebesa kuruka. Yaweza baba. Ulimsaidia mwanamke kwa maamuzi yake. Ulimsaidia kwa maamuzi yake. Akatengeneza kisafina Bwana. Akamhifadhi Musa hai. Musa kufa baba. Ulimwona mwenye wakati wa kupeleka mtoto. Wewe na maamuzi ulienda nao. Ulimtenda wanyama maamuzi Bwana. Watoto wako kutulia. Tunafanya ukombozi. Kila mateka.
Mipango shetani,
kukomesha roho za shida, mikakati ya usiku. Bwana kupe sasa na iwe kwako. Nakomboa maisha yako, nakomboa mtoto wako, nakomboa haki yako, haki yako kaleshe, haki yako kaleshe, haki yako kaleshe, haki yako kaleshe, haki yako ikaleshe, haki yako. Bwana kupe biashara zako ziende, mipango yako iende, biashara zako ziende, mipango yako iende katika jina. Utapokea ajira sasa, utaajiriwa mwaka katika jina. Utapokea ajira, kila milango ya ajira iliyofungwa na ifunguke miaka 20, na ifunguke kwa Yesu. Kila afya iliyofungwa na ifunguke miaka, kila uchumi iliyofungwa na ifunguke miaka, yote ikipigwa inalika miaka katika jina la Bwana mtende na iwe kwako, na iwe kwako, na iwe kwako. Mateso haya yasiwe kwako tena. Simama shukuru kwa kweli. Nishukuru kwa kweli. Simama hapo. Nishukuru kwa kweli. Nina kamili Bwana. Ujawahi pasiwe. Nikiona mkate wako, ujawahi pasiwe. Nimeomba hapa, wako wanashirika hapa. Yesu anashinda damu yako itembee kwenye damu zao. Ninaondoa virusi juu yao. Wako wanaongea wanashirika na wanatumia dawa. Nani kama wakili wako Bwana? Ninaondoa virusi juu yao. Wako wanaondoa sukari Bwana. Ninaondoa sukari juu yao. Wako wanaona hafifu. Na juu yao usima juu yao. Takasia. Inakusaka popote. Ngoja muoneze wewe. Unajigeuza. Wamesoma kibini. Wamesoma kibini pepo wewe. Unapeleka si pepo wewe. Toka nje. Inakufuka pale ulipo. Na kufikia sasa. Kwa jina la Yesu. Ninakufikia. 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 Ninakufikia kwa mwaka. Nakufikia ulipo. Katika jina bila shida. Pepo wewe sikia. Popote ulipo. Unajigeuza. Wasanii wanasema na ugonjwa huu sio wako. Pepo unajigeuza. Na kushaka popote ulipo. Roho ya giza wewe. Ninakuwashia moto. Malaika pokashia. Uonyesha mkono wako tu. Malaika anakufikia ulipo. Malaika yuko hapa. Malaika wa zamu yuko hapa. Wasi Amerika. Yesu yuko leo. Bwana atakukomboa. Bwana ikomboe nafsi yako. Bwana aone tabu yako. Bwana aone mateso yako. Bwana kuone kugua kwako. Makandamizo yote wa jeshi. Leo tunawapandia popote. Wawe mtoni, kwenye mapango, kwenye milima, kwenye miti, kwenye mito. Waliofukiza biashara zako. Wameziweka kinga biashara zako. Maisha yako yaendi. Wanayatumia wengine. Leo kuyatumia maisha yako. Kuna mshaka popote alipo. Anayetumia maisha yako. Kuna mshaka popote alipo. Kuna mshaka kama tunao. Ninapiuza. Pigwa shia. Awe mjomba, awe shangazi. Awe jirani, awe pepo. Awe mganga kienyeji, awe mchawi. Kila aliyetumia nafsi yako. Nimemwamuru kwa shia. Achia uta. Pepo watoe kuna achia mikono. Achia mikono. Achia mikono. Achia mikono hiyo.
Achia. Achia wewe. Ninakufukuza na kulipua lao. Na kulipua lao. Na kulipua. Na kulipua lao. Lipuka. Lipuka lao. Lipuka. Lipuka lao. Ninakufyatua katika shina. Pepo. Pepo. Achia. Rikana mama. Robo sakata. Akina. Kina. Pakazia. Wale. Pepo tichawo. Wala unajipeleka kwa siri na kupiga lao. Piwasia. Popote kwenye msako, popote kuna asiosabika, kila vifungu kwenye mikono hii, walioteka nyota yako, kama mama, roho sakatama, na msaka popote, kila adui, wanasi yako, kiwa duwe, ikanama. Nafanya msako, nachia moto, nachia mikono hii, vifungo vyote. Piwa siya. Ikana mama. Yelewewekori. Ikelebe saya. Yaka wanawasaka. Tunafanya msako. Operesheni ya kibingu ifanyike leo hii. Vifungo vyote vinaondoka. Tabu zinaondoka. Matoleo. Ikelele sana mama. Tumeka. Ninafanya msako. Wasitende familia yako. Wasiharibu uzao wako. Tiwasia. Reba sakata. Fire. Unarusa. Yesu imeandikwa mtaweka mikono. Imeandikwa wale mgongo wa vita. Asante wewe umenifanya kuwa mgongo wa vita. Kwa mimi kila alichukua mateka mtu huyu. Narejesha mateka yako. Narejesha uchumi wako. Narejesha vyako. Pokea nguvu mpya. Rebo saka. Ikanele saya. Popote lipo. Damu ya juu yako. Pokea nguvu mpya. Pepo sukari wewe. Piwa siana. Toroka. Reba